Ripoti za kimataifa. Ripoti za kimataifa. Katika habari za kimataifa, nchini Oman, Iran na Marekani watafanya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran hapo Ijumaa nchini Oman. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yatafanyika Ijumaa nchini Oman, huku mvutano kati ya nchi hizo ukiendelea kuwa mkubwa kufuatia msako mkali wa Tehran dhidi ya maandamano ya kitaifa mwezi uliopita. Tangazo hilo la jana Jumatano la Waziri Araghchi lilikuja baada ya saa kadhaa za dalili za kwamba mazungumzo yaliyotarajiwa yalikuwa yanayumba kuhusu mabadiliko katika muundo na maudhui ya mazungumzo hayo. Wakati huo, Rais wa Marekani Donald Trump ametuma onyo kali kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kabla ya mazungumzo hayo, akisema anapaswa kuwa na wasiwasi sana. Utawala wa Trump umethibitisha kwamba Marekani itashiriki katika mazungumzo ya ngazi ya juu ya Iran nchini Oman badala ya Uturuki kama ilivyopangwa awali, kulingana na afisa wa ikulu ya White House. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Marekani inatarajia kujadili masuala kadhaa zaidi ya suala la nyuklia, ikiwa ni pamoja na majadiliano kuhusu makombora ya Iran, usaidizi wa mitandao ya wakala katika eneo lote la jinsi utawala wa Tehran unavyowatendea raia wa Iran. Nako nchini Nigeria, makumi ya watu wameuawa kwa kupigwa risasi katika vijiji viwili vilivyoko katikati ya jimbo la Kwara nchini Nigeria. Washambuliaji hao waliochoma maduka na makazi ya watu na kulazimisha wakaazi wa vijiji vya Woro na Nuku kukimbia makwao. Mbunge na kiongozi wa vijiji hivyo aliiambia BBC idhaa ya Hausa. Mamlaka nchini Nigeria zinasema shambulio dhidi ya jimbo la Kwara lilitokana na itikadi kali wala si uhalifu, huku kikosi cha wanajeshi kikitumwa jimbo la Kwara kudhibiti hali hiyo. Gavana wa jimbo hilo Abdurrahman Abdulrazak aliyezuru vijiji vya Woro na Nuku vilivyoathiriwa na shambulio hilo jana usiku akiwa na viongozi wengine alisema kuwa watu 75 ambao ni waumini wa dini ya Kiislamu waliuawa. Afisa wa shirika la Msalaba Mwekundu huko Kwara, Baba Omo Ayodeji, aliambia shirika la AFP kwamba ripoti zinaonyesha idadi ya vifo sasa imefikia 162 huku operesheni ya kutafuta miili zaidi ikiendelea. Wakati huo, Amnesty International ilisema katika taarifa yake kwamba zaidi ya watu 170 wamefariki dunia, ikibainisha kuwa baadhi yao walipigwa risasi na wengine kuchoma moto wakiwa hai. Akizungumza na wanahabari, gavana huyo alisema shambulio hilo lilitokana na jimbo. Aliongeza kuwa wakazi wa vijiji hivyo walikataa kufuata kanuni na mafundisho tofauti ya dini, ndio maana walishambuliwa na kuuawa. Ni tofauti na kile tumezoea kushuhudia ambapo wanateka watu na kuitisha fidia. Msemaji wa polisi kutoka jimbo la Kwara, Adetum Ejire Adiyemi, aliambia BBC kwamba shambulio hilo huenda lilitekelezwa na wahalifu wa eneo hilo, ila uchunguzi bado unaendelea. Aidha, gavana wa jimbo hilo alisema kuwa rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha jeshi kupelekwa katika eneo hilo ili kudumisha usalama. Eneo la kaskazini mwa Nigeria limekuwa likikabiliwa na ukosefu wa usalama kwa muda, tukio la hivi karibuni likiwa la watu kutekwa nyara wakiwa kanisani. Tukimalizia nchini Libya, waendesha mashtaka wa Libya wanasema uchunguzi wa mauaji wa Saif al-Islam Gaddafi, mwana wa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Kanali Muammar Gaddafi. Ofisi yake ilisema katika taarifa kwamba al-Islam Gaddafi mwenye umri wa miaka 53, ambaye hapo awali alionekana kama mrithi wa baba yake, aliuawa wakati wa makubaliano ya moja kwa moja na watu 4 wasiojulikana wenye bunduki waliovamia nyumba yake katika jiji la Zintan. Mwathiriwa alifariki kutokana na majeraha ya risasi, waendesha mashtaka wa Libya walisema Jumatano, wakiongeza kuwa juhudi zinaendelea kuwatambua watu hao wenye silaha. Katika toleo tofauti la tukio hilo, dada yake aliiambia televisheni ya Libya kwamba alifariki karibu na mpaka wa nchi hiyo na Algeria. Wakati huo huo, wakili wa Saif al-Islam aliambia shirika la habari la AFP kwamba kikosi cha makomando 4 kilifanya mauaji nyumbani kwake katika jiji la Zintan, ingawa haikuwa wazi ni nani aliyehusika na shambulio hilo. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma alisema wataalamu wa uchunguzi wa jinai wametumwa Zintan, kaskazini magharibi mwa Libya, ili kufanya uchunguzi.
Saif al-Islam kwa muda mrefu alionekana kama mtu mwenye ushawishi mkubwa na kuogopwa zaidi baada ya baba yake ambaye alitawala Libya kuanzia mwaka 1969 hadi alipoondolewa madarakani na kuuawa wakati wa uasi wa mwaka 2011. Flowin Vitus.